ni miongoni mwa hoteli maarufu ndani na nje ya mkoa wa Kagera. Imejizorea umaarufu huo kutokana na ubora wa huduma zinazoendana na viwango vya ubora wa hoteli za kisasa, na kama hiyo haitoshi, hiko katika mazingira rafiki yenye utulivu na iliyopangiliwa. Inapatikana kando mwa fukwe za Ziwa Victoria, karibu na viwanja vya Gymkhana. Hii ni RCT Bukoba Hotel. Ina hadhi kubwa na inazo kumbi za mikutano kwa ajili ya mikutano inayofanyika ya kitaifa, lakini hata mikutano ya kimataifa. Pamoja na huduma ya kumbi za mikutano, tuna huduma za chakula, tuna huduma za malazi, lakini pia kuna na internet ya kasi. Kwa hiyo mahali pote katika mazingira unaweza ukatulia na kufanya kazi zako kwa kutumia internet ya kasi iliyoko hapa. Ukubwa wa hoteli hii unadhihirishwa na matukio makubwa ya kimataifa na kitaifa yaliyofanyika hotelini hapo, yaliyohusisha viongozi wakubwa na watu mashuhuri ndani na nje ya nchi. Na miaka mitatu hivi iliyopita tumeweka katika hoteli yetu tumeweza kuhost mkutano wa kimataifa ambao ulikutanisha mabara matatu, yani delegates kutoka Afrika, Ulaya pamoja na Asia. Mkutano huo uliweza kufanyika hapa katika hoteli yetu. Lakini pia tumehosti wageni mbalimbali akiwemo balozi wa China nchini Tanzania, na yeye alikuwa hapa. Nimezungumza habari ya waziri mkuu, amewahi kufanya mkutano wake hapa. Lakini pia hapa RCT Bukoba Hotel tumezoea kupokea timu kubwa nchini hapa Tanzania ambazo zinashiriki ligi kuu ya Tanzania, lakini pia ligi nyingine nje ya Tanzania. Kwa hiyo timu hizo mara kwa mara zikija hapa katika manispaa yetu, hoteli pekee ambapo hao wachezaji pamoja na viongozi wao wanaweza kukaa ni hapa RCT Bukoba Hotel. Kwa mkoa wetu huu wa Kagera na mji wetu wa Bukoba una hoteli mbalimbali kwa kweli. Lakini ukifika katika hoteli hii, cha kwanza ni mandhari ya hoteli. Unaweza ukaona mandhari ya hoteli ilivyo nzuri, lakini cha pili ni wahudumu wazuri, wahudumu wa kisasa wanaotoa huduma ambazo ni stahiki kwa ajili ya wateja. Kwa mfano kuja kwenye kumbi za mikutano yetu, kumbi za mikutano katika hoteli hii, kumbi ni kubwa, kumbi ni nzuri na ni kumbi za kisasa, na zina wahudumu wake wanatoa huduma nzuri kwa ajili ya mikutano, kwa ajili ya wateja wanaofika katika hoteli hii. Licha ya kuwa hoteli bora na ya mfano mkoani Kagera, bado inaendelea kujiimarisha kwa kupanua huduma zake ili kuwa bora zaidi na kutengeneza mazingira yenye kumtosheleza mhitaji. Hapa ni katika uzinduzi wa mradi mpya wa hoteli hii unaoongeza idadi ya vyumba na mgao wa kisasa. Mwanzoni tulikuwa na vyumba 34, lakini baadaye tukaona mahitaji ni makubwa, ambapo sasa wateja walikuwa wanakuja kwa wingi na tunashindwa kuaccommodate, tunawapeleka katika hoteli nyingine. Kwa hiyo tukaamua kuweka vyumba vingine 16 katika upande huu, na hivyo vyumba ni vyumba vizuri na vya kisasa. Tunazo presidential suites ambazo watu maarufu wanaweza kulala katika suti hizo. Lakini leo hususani tumezindua mradi mwingine wa restaurant kwa ajili ya wateja wanaolala upande huu ili waweze kupata huduma. Restaurant yetu ni nzuri na ina jiko la kisasa. Kwa hiyo ni wito wangu sasa kwamba wateja wote ambao watakuja hapa Bukoba waweze kufika na kupata huduma bora. Baada ya ibada maalum ya uzinduzi wa mradi huo, Askofu wa Dayosisi ya Kaskazini Magharibi Abednego Keshomshara akazindua rasmi mradi huo. Inawezekana ndiyo hoteli ya kwanza yenye vyumba vingi kwenye mji na kwenye mkoa. Hoteli namba 1 kwa wingi wa vyumba kwenye mkoa, vyumba 50 na vizuri, vyumba 50 sio lele mama. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili yake. Na kwa hiyo kuna maisha mapya ndani ya Yesu kwa kuwa na mazingira mapya na mazuri. Angalia. Na kwa hiyo tunashukuru kwamba bado tumeendelea kuweka miundombinu inayoweka mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa letu, kwa upande wa elimu, kwa upande wa afya, kwa upande wa huduma za hoteli, upande wa diakonia. Ripoti ya askofu kwenye synod mtaona inaonyesha diocese imepaa. Kwa lugha nyingine, diocese imefanya nini? Imepaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nayo ni neema ya Mungu, kama tulivyoambiwa na mhubiri wetu kwamba hayo yanatokana na neema ya Mungu. Mtu awaye yote asije akajisifu, maana Mungu ameamua kutupatia divai mpya lakini na mazao mapya ya kilimo.
na maendeleo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu ni Arnold Kailembo. Sawa kubonyeza neno subscribe, kulike, kushare na comment.